Ingawa leo hii viatu vyenye kisigino kirefu vinaonekana kuwa vya wanawake, historia yake inaanza karne ya 10 katika milima ya Uajemi ambayo ni Irani ya sasa, ambako wanajeshi wa farasi walivaa viatu vyenye kisigino kirefu ili kusaidia miguu yao kukaa vizuri kwenye kongoro walipokuwa wakipiga mishale wakiwa juu ya farasi. Mtindo huu ulienea barani Ulaya mwishoni mwa karne ya 16 baada ya balozi kutoka Uajemi kuwatembelea wafalme wa Ulaya. Wanamwisho, hasa matajiri na watu wa hadhi ya juu, walivutiwa na mtindo huu kuanza kuvaa viatu vya kisigino kama ishara ya mamlaka, hadhi na starehe. Mfalme Louis wa 15 wa Ufaransa, maarufu kama mfalme wa jua, alijulikana kwa kuvaa viatu vyenye kisigino kirefu vyenye rangi nyekundu ambavyo vilikuwa alama ya kifalme. Mwaka 1673 alitoa amri kuwa ni watu wa ikulu tu ndio waliokuwa na ruhusa ya kuvaa viatu vyenye kisigino chekundu. Lakini kufikia karne ya 18, kutokana na vuguvugu la mapinduzi ya Kifaransa na mawazo mapya ya usawa na urazini, wanaume waliacha kuvaa viatu vya kisigino na mtindo huu ukawa wanawake pekee. Kwa hivyo, historia ya viatu vyenye kisigino virefu inaanzia kwa wanaume, ikianzia na matumizi ya kivita hadi kuwa nembo ya kifahari kabla ya kugeuka kuwa sehemu ya mtindo wa wanawake wa kisasa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.